Karibu kwenye simulizi za giza, mahali ambapo hadithi za kutisha, mapenzi ya ajabu na siri za giza zinakutana. Kama unapenda simulizi zinazokufanya ushindwe kulala usiku, basi uko mahali sahihi. Usisahau kusubscribe, bonyeza like na andika maoni yako. Sasa zima taa kidogo, ongeza sauti na tuingie kwenye simulizi yetu ya Nilipendana na Jini wa Baharini. Upepo wa bahari ulivuma kwa nguvu. Kidogo usiku ule, mawimbi yaligonga mchanga kwa sauti nzito karibu na ufukwe wa Mbezi Beach. Amani alikuwa bado amesimama pale pale. Mbele yake alikuwa Nura, lakini safari hii uso wake ulikuwa tofauti sana. Kulikuwa na hofu machoni pake. Amani, tafadhali ondoka hapa, Nura alisema kwa hofu. Amani akashangaa, lakini kuna nini? Nura hakujibu. Aliangalia baharini kana kwamba kuna kitu kinakaribia. Sekunde chache baadaye, upepo mkali ulivuma ghafla na sauti nzito sana ikasikika mbali gizani, sauti ambayo haikuwa ya kawaida. Amani akahisi baridi mgongoni. Umesikia hiyo? Aliuliza, lakini alipogeuka kumwangalia Nura, tayari alikuwa amepotea. Hakukuwa na mtu tena, ni upepo na mawimbi tu. Kaenda wapi sasa? Amani alijisemea kwa mshangao. Alitazama huku na huku, lakini hakumwona. Mwishowe akaamua kurudi nyumbani akiwa na mawazo mengi sana. Kesho yake asubuhi, katika mitaa ya Sinza, Amani alikutana na marafiki zake. Juma na Salimu walikuwa wamekaa kijiweni wakipiga stori. Salimu akamwangalia Amani kwa jicho la utani. Bro, mbona siku hizo unapotea usiku kama mtu uliyepata demu mpya? Juma akacheka. Labda amepata demu asili. Amani akatikisa kichwa. Nyinyi jamaa mnapenda kuongea sana, alafu wafukunyuku sana. Lakini Salimu hakukata tamaa. Kwa hiyo wanakusema ni kweli umepata msichana? Amani akacheka kidogo kisha akasema labda. Juma akasema kwa sauti ya mzaha, usije ukatuambia baadaye ulikutana na mzimu. Wote wakacheka sana, lakini ndani ya moyo wa Amani kuna kitu kilikuwa kinamwambia kwamba Nura si msichana wa kawaida. Usiku ulipofika tena, Amani alirudi tena ufukweni. Hakujua kwa nini, lakini moyo wake ulimvuta pale. Dakika chache baadaye, sauti tulivu ilisikika nyuma yake. Nilijua utarudi. Amani akageuka, na hapo ndipo alimwona tena Nura. Alikuwa amesimama pale pale na tabasamu dogo. Amani akatabasamu pia, kisha akamwambia, jana ulipotea ghafla. Nura akasema polepole, samahani, nilipaswa kuondoka. Wakaanza kutembea pamoja kando ya ufukwe. Mazungumzo yao yalikuwa mepesi na ya kirafiki. Amani akasema kwa mzaha, unajua nini? Wewe ni msichana wa ajabu. Nura akacheka kidogo. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu unatokea na kupotea kama upepo. Nura akamtazama kwa sekunde chache, alafu akasema kwa sauti tulivu, labda ni kwa sababu napenda uhuru. Kadri alivyoongea, Amani alianza kuhisi kitu kipya moyoni, hisia ambazo hakutarajia. Alimtazama Nura na kusema kwa utani, unajua kuna kitu gani? Nura aliuliza. Nahisi kama nimekujua muda mrefu, hata kama tumekutana juzi tu. Nura alinyamaza kidogo. Machoni pake kulikuwa na hisia za kina sana, kama mtu ambaye moyo wake unaanza kupenda lakini anaogopa. Alafu akasema polepole, labda ni kwa sababu tulipaswa kukutana. Ukimya wa sekunde chache ukatanda. Mawimbi ya bahari yakapiga tena ufukweni. Amani akasema kwa sauti ya utani lakini ya kweli kidogo, Nura, nahisi nikizoea kukuona kila siku.
Nura akageuka na kumtazama, alafu akatabasamu kwa huzuni kidogo, kisha akamwambia, usizoee sana. Amani akauliza, kwa nini? Nura hakujibu. Aliangalia baharini tena, kana kwamba kuna kitu kinawatazama kutoka gizani, na mbali kabisa baharini kivuli kikubwa kilionekana juu ya maji kwa sekunde chache tu, lakini Amani hakukiona. Ni Nura peke yake aliyekiona, na ndani ya moyo wake alijua jambo moja: mapenzi yaliyokuwa yanaanza kati yao yangekuja na hatari kubwa sana. Huo ndo mwisho wa sehemu ya 3. Tukutane katika sehemu ya 4. Usisahau kusubscribe akaunti yetu hii ya Simulizi za Giza. Ni mimi simuliaji wenu, Director Starita.